Karibu Mheshimiwa. CCM oye! Pemba oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! 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 Asanteni sana. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro, Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar Comrade Dimwa, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Naibu Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mwenyekiti wa CCM wa mkoa huu wa Kusini Pemba, natambua uwepo wa Mama Fatuma Karume na wenza wa viongozi wakuu waliopo hapa, wajumbe wote wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wapenzi wakereketwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nami naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa tukiwa tunazindua kampeni za Chama cha Mapinduzi rasmi kwa Pemba. Pili, nichukue fursa hii nikushukuruni nyote mliojitokeza kwa wingi. Najua mmeacha majukumu yenu mbalimbali na mpo hapa toka asubuhi, lakini mmeonyesha upendo mkubwa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Sasa ndugu zangu, nimesimama hapa tukiwa tunazindua kampeni kufanya mambo mawili. Moja ni kusema kwa ufupi ambayo tumeyafanya katika kipindi cha miaka mitano, na vile vile niseme kwa ufupi ambayo tutayafanya endapo tutapata ridhaa ya kuongoza nchi kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Na kwa nini nasema kwa ufupi? Kwa sababu nitapata nafasi ya kwenda mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, nitaenda kwenye makundi ya jamii mbalimbali, tutazungumza kwa undani yale yote tunayokusudia kuyafanya. Kwa leo hapa walionitangulia wameshasema mengi, mimi nitasema kwa ufupi kama ifuatavyo. Nataka niyazungumze maeneo 11 kwa ufupi kabisa. Eneo la kwanza, ndugu zangu, wakati tunaingia madarakani tuliahidi kwamba tutadumisha umoja, tutadumisha amani katika nchi yetu. Mkusanyiko wetu huu wa leo unaonyesha nchi yetu bado iko katika amani, nchi iko katika umoja, na wananchi wote wanafanya lile wanalolitaka bila ya bughudha yoyote. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha kuidumisha amani katika nchi yetu na umoja wa wananchi wake. Tunapoendea miaka mitano ijayo, tutahakikisha tunadumisha umoja na amani. Na hili ni jambo la msingi sana ndugu zangu. Yoyote ambaye hahubiri amani katika nchi, yoyote ambaye hahubiri umoja katika nchi, badala yake anahubiri mfarakano, anahubiri chuki, anahubiri makundi, anahubiri udini, huyo hafai kupewa nchi. Hilo tulitambue sote. Ukitaka nchi ipate maendeleo, kwanza iwe na amani, wananchi wake wawe na umoja, kusiwe na bughudha ya aina yoyote, wafanye kila wanalolitaka, wajumuike kwenye mikutano kama hii bila bughudha. Hapo nchi itapata maendeleo.
Kwa hivyo ndugu zangu, sisi tutakachofanya ni kuendeleza, na kama mnavyosikia, kama tokea tumeanza kampeni zetu na mpaka tunamaliza, tutaendelea kuhubiri amani katika nchi, umoja katika nchi, na kuondoa aina zote za ubaguzi. Iwe Unguja na Upemba tulishauondoa, iwe ukusini na ukaskazini hatutaki kusikia, iwe ukabila, iwe uasili, hayo sisi hatusemi. Ukiyasikia hayo hayatoki CCM, yanatoka kwa wengine. Sisi tutaendeleza umoja wa wananchi wote. La pili ni kujenga uchumi. Ndugu zangu, tutaimarisha uchumi kama ambavyo tumefanya katika kipindi cha awamu hii tunayoimalizia. Uchumi wetu umekuwa, wakati tunaingia madarakani mwaka 2020, uchumi ulianguka sana kwa sababu ya maradhi ya COVID. Ulikuwa 4%. Sasa hivi uchumi wetu umekuwa kwa 7.4%, na kama walionitangulia kuzungumza, tuna mategemeo makubwa ya uchumi wetu kuendelea kupaa, kwa sababu kuna mambo mengi ya kujenga uchumi tunayoyafanya. Tunahimiza uwekezaji katika nchi yetu katika sekta zote, tunajenga miundombinu. Hatuna shaka uchumi wetu utakuwa kwa haraka sana, ili wananchi waweze kunufaika na faida za kukua kwa uchumi ambazo ni nyingi. La tatu, kuimarisha upatikanaji wa ajira kwa vijana. Natambua kwamba kilio kikubwa bado kiko katika ajira kwa vijana. Nataka nikuahidini, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, tutaimarisha upatikanaji wa ajira kwa vijana. Tutaajiri serikalini, tutaajiri katika sekta binafsi, na tutaajiri vile vile kwa wale ambao tutawawezesha ili waweze kujiajiri wao wenyewe. Nasema hivyo kwa sababu sasa hivi tuna mpango serikalini kuajiri katika sekta mbalimbali. Sekta ya afya kwa mfano tutaajiri, walimu tutaendelea kuajiri, na kada nyingine mbalimbali tutaendelea kuajiri. Lakini kwenye sekta binafsi tumeshajenga maeneo ya viwanda hapa Pemba na kule Unguja. Unguja tumejenga Dunga, na sasa hivi tutajenga Mangapwani katika bandari mpya, lakini hapa Pemba tumejenga pale Wete. Lengo letu ni kuvutia viwanda ili tupate ajira nyingi, na nimeshaanza kuzungumza na wawekezaji mbalimbali wa kuzalisha bidhaa ndani ya nchi ili tuweze kupata ajira. Lakini vile vile tutaendelea kuwawezesha wajasiriamali na makundi mbalimbali ili waweze kujiajiri wao wenyewe, kama nitakavyoeleza katika eneo linalofuata. Ndugu zangu, eneo la 4 ni changamoto ya upandaji wa bei ya vyakula. Natambua kwamba wananchi walio wengi wangependa tupate bei za vyakula kwa bei nafuu mwaka mzima. Tumekuwa na changamoto hiyo na tumeshaanza kuifanyia kazi, na ndio maana makamu wa pili hapa alisema sasa hivi mchele hapa Pemba bei yake na kule Unguja bei hiyo hiyo moja. Tumeanza kuifanyia kazi, tutaendelea kufanyia kazi iweze kupungua zaidi kwa kufanya mambo mawili makubwa. La kwanza, tutajenga maghala ya kisasa yanaitwa silos, ambayo tutanunua nafaka kutoka maeneo mbalimbali wakati wa mavuno. Kule bara kule wanalima sana mpunga. Mbeya, Shinyanga, Morogoro, maeneo kadhaa wanalima mpunga. Wakati wa mavuno bei inakuwa chini sana. Baada ya miezi 2-3 ya mavuno inapanda sana. Kwa hivyo na huku kwetu bei zinapanda kwa sababu ya usafiri. Tutanunua wakati wa mavuno, tutahifadhi ili tuuze kwa bei moja mwaka mzima, na hilo linawezekana na tutalifanya. Lakini la pili tutakalolifanya ambalo tumeshalianza ni kuimarisha bandari zetu. Sasa hivi tunapata bei kuwa juu kwa sababu ya ufanisi mdogo wa bandari zetu. Siku za nyuma kidogo hapa ilikuwa mzigo ukitoka Pakistan au India mchele unakwenda kwanza Mombasa au Dar es Salaam, unashushwa, inachukua meli nyingine inaleta Unguja, wanashusha, inachukua meli nyingine kuleta Pemba. Hizi gharama za usafiri zote zinaingizwa katika bidhaa ile. Ndio maana bei zilikuwa kubwa. Lengo letu ambalo tumeshalianza, bandari yetu ya Mkoani, bandari yetu ya Shumba ziweze kuleta mzigo kutoka
nje moja kwa moja kuingia hapa Pemba, tuendelee kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa hivyo ndugu zangu, katika swala la kuhakikisha tunadhibiti gharama za maisha kwa kupunguza bei za chakula, mipango yetu ni mizuri sana. Tunaomba mtupe ridhaa ili tuyaanze mara moja katika awamu ijayo. Eneo la 5 ni kuimarisha miundombinu. Katika hili ndugu zangu, sote ni mashahidi. Kila barabara katika nchi yetu inajengwa, iwe barabara kuu, iwe barabara za ndani. Tutaendelea kuimarisha ujenzi wa miundombinu. Na nataka nichukue fursa hii ni kualikeni ndugu zangu mlioko hapa na wananchi wengine mnaotusikiliza. Mwezi huu tarehe 25 tutazindua rasmi ujenzi wa airport ya Pemba na barabara ya kutoka Chake kwenda Mkoani. Barabara kutoka Chake kwenda Mkoani ni changamoto kubwa ambayo sasa imeshapata uvumbuzi. Tarehe 25 na mkabidhi mkandarasi aanze kazi kufanya ujenzi wa barabara hiyo. Uwanja wetu wa ndege wa Pemba unakuwa sasa wa kimataifa, sio uwanja wa ndege ndogo ndogo. Ndege za kutoka Ulaya zitashuka moja kwa moja Pemba. Tukifanya hivyo, maana yake tutaleta uwekezaji, tutaleta utalii, uchumi wa Pemba utapaa. Tunaomba mtupe ridhaa yenu, miaka 5 ijayo haya tuyafanye, na hatusemi kwa nadharia. Tunasema kwamba tarehe 25 mwezi huu na wakabidhi wakandarasi wa airport wa uwanja wa ndege na wakabidhi wakandarasi wa barabara Chake Mkoani. Mtatupa kura? Wangapi watatupa kura? Hebu nione mikono yenu. Basi. Mambo mazuri. Mke wangu ile suti yangu ile kaiandae kabisa. Hii ndio Pemba. Walikuwa wanatutisha, au unajua Pemba hupati kura. Nani kasema Pemba hatupati kura? Mwaka huu tutawapiga bao hawajawahi kuliona maishani mwao. Kwa sababu tuna watu, kwa sababu watu wamehamasika, kwa sababu watu wako tayari tarehe 29 kwenda kutupigia kura. Waacheni waendelee kulalamika, waendelee kutukana. Mimi juzi nilikuwa nasikiliza klipu za ile mkutano wao wa uzinduzi. Nikawa najiuliza, hawa wanakuja na sera gani? Tokea mwanzo mpaka mwisho wa mkutano hakuna sera moja walioisema. Hawakuzungumza elimu watafanya nini, hawakuzungumza afya watafanya nini, hawakuzungumza watajenga barabara gani. Nilichosikia pale ni lawama, lawama, lawama mwanzo mpaka mwisho, ubaguzi, fitina, chuki, basi hakuna jipya. Wananchi wa Zanzibar hawataki hayo. Wananchi wa Zanzibar wanataka mambo mawili: amani katika nchi yao na maendeleo. Anayeweza kufanya hayo ni Chama cha Mapinduzi peke yake. Tutaendeleza amani, tutaendeleza ujenzi wa miundombinu katika nchi yetu. Ndugu zangu, nyinyi mashahidi. Hospitali tumejenga, hatujajenga? Barabara tumejenga, hatujajenga? Vituo vya afya tumejenga, hatujajenga? Viwanja vya michezo tumejenga, hatujajenga? Ukiacha ujenzi, tumefanya mambo makubwa mengine mengi sana. Walikuwa wanasema, nyie kazi yenu kujenga vitu tu, mbona maisha ya watu hayawi mazuri? Nawaambia, kwa mara hii tumepandisha mishahara ya wafanyakazi wa serikali, haijawahi kupanda kiasi hicho. Mwaka huu katika kipindi chetu hichi tumepandisha pensheni jamii ya wazee wetu kwa 150%. Tumewatoa 20,000 mpaka 50,000. Wafanyakazi au tuseme wastaafu wa serikali tumepandisha pensheni zao mara 2 kwa 100%. Wale waliokuwa wanapata 90,000 sasa hivi wanapata 180,000.
tumewezesha wajasiriamali wengi sana. Tumechukua mkopo sisi tumeondoa riba. Riba inalipwa na serikali. Lakini bilioni 39 tumewapa wajasiriamali mbalimbali kutoka benki ya CRDB, na serikali yenyewe imetoa bilioni 60. Jumla bilioni 96 tumewawezesha wajasiriamali. Ndugu zangu wanaosema tunajenga tu, hatujali watu, tunasema mishahara imepanda, posho za wafanyakazi zimepanda, pensheni zimepanda, wajasiriamali tumewawezesha. Unataka nini tena? Kusema hawataacha, lakini hakuna asoona ukweli. Ndugu zangu, kwenye miundombinu kama nilivyosema, tutaendeleza ujenzi wa barabara zetu. Chake Wete karibu inakamilika. Chake Mkoani inaanza. Pemba hii itafunguka. Bandari yetu ya Mkoani inaanza kupokea meli kutoka nje. Uwanja wetu wa ndege zitatoa ndege kutoka Ulaya. Kwa nini Pemba isifunguke kiuchumi? Hayo ndio matarajio, hiyo ndio mipango, na tunaanza hata kabla ya uchaguzi. Kesho kutwa tarehe 25 na mkabidhi mkandarasi pale. Ndugu zangu, eneo la 6, kuwawezesha wananchi kiuchumi. Tutaendeleza mikopo isiyokuwa na riba. Tutawapatia wananchi wetu mikopo isiyo tena, makundi yote, mama ntilie, wale wanaouza bidhaa ndogo ndogo za kitalii, wale wanaobodaboda, wale wenye teksi, wale alimradi kila mtu, hata wakulima wa mwani tutawawezesha kwa zana, tutawawezesha kwa mikopo midogo midogo waweze kujikwamua kimaisha. Ndugu zangu, eneo la 7 ni kuimarisha huduma za jamii. Elimu, nyinyi nyote mashahidi. Leo hapa Zanzibar, elimu tumeshapiga hatua kubwa, maana tulisema katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020 kwamba tutajenga madarasa 1500. Tunavyozungumza sasa hivi tushajenga madarasa 4800. Skuli za ghorofa za msingi na sekondari. Lakini ndani ya skuli hizo kuna maabara za sayansi, kuna maabara za kompyuta, kuna maktaba za kujisomea vitabu mbalimbali. Alimradi leo skuli hapa Zanzibar ya msingi haifanani na skuli ya msingi ya Ulaya. Tutaendeleza kazi ya kujenga skuli katika maeneo yote. Nilisema lengo letu ni nini? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mkondo mmoja tu, watoto wanaingia asubuhi mpaka mchana, basi hakuna mkondo wa pili. Walimu wakapumzike, lakini na vile vile wale watoto wetu waweze kwenda kusoma masomo ya dini mchana. Baada ya muda mfupi sana, kwa skuli hizi mpya tunazojenga, kwa ajira ya walimu tunaofanya, baada ya muda mfupi sana mkondo utakuwa mmoja tu, shifti ya kusoma moja, sio mbili. Nilikwenda sehemu moja hapa Pemba, nikaambiwa pale kuna shifti 3, watoto wengi mno. Watoto wanaingia mara 3 kwa siku. Hilo sasa litakuwa basi, kwa sababu tutaendeleza kujenga skuli nyingi za sekondari na za msingi. Afya, ndugu zangu wamezungumza walionitangulia. Hospitali yetu ya Abdallah Mzee tunaendelea kuimarisha. Tunaleta kifaa kinaitwa MRI. Zamani ukikihitaji hicho unabidi uende Dar es Salaam. Sasa kifaa hicho kinakuja Abdallah Mzee Mkoani pale. CT scan tayari iko pale. Dialysis alikuwa anazungumzia makamu wa pili hapa, ya kusafisha figo, kusafisha damu, iko pale. Alimradi hivi karibuni pia tunaleta upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo katika hospitali ya Abdallah Mzee. Ndugu zangu, tutaendeleza huduma za maji katika kila sehemu, tutaendeleza huduma za umeme. Tumepunguza gharama za kuunganisha umeme kutoka 400,000 mpaka 200,000.
Tutaendeleza huduma za umeme na maji kila pahali. Tunaomba kura zenu tuyafanye haya. Makazi bora, eneo la 8, makazi bora na ya gharama nafuu. Tumeanza kujenga nyumba za gharama nafuu. Tutahakikisha tunajenga nyingi zaidi, na mpango wetu ni kuzijenga nyumba 10,000 Unguja na Pemba. Tuweze kuhakikisha watu wanapata makazi mazuri kwa gharama nafuu. Kwa hivyo tutaliendeleza hili, na tumeshaanza kama mnavyoona, shirika la nyumba limeanza na shirika letu la ZSSF nao wameanza kujenga. Lengo ni kuziongeza, na serikali tumeshaanza kuweka fungu maalumu katika bajeti ili tuweze kuongezea na zile tutakazokuwa tunakopa kujenga nyumba za gharama nafuu kwa ajili ya wananchi Unguja na Pemba. Eneo la 9, hifadhi ya mafuta ya petroli na diesel. Kuna wakati katika nchi yetu mfumuko wa bei unaongezeka kutokana na kupanda kwa mafuta ya petroli na diesel. Na kwa nini huwa yanapanda? Ni kwa sababu hatuzalishi sisi, yanatoka nje ya nchi. Kukitokea chochote huko, vita ya Urusi na Ukraine, huku bei zinapanda. Vita ya Uisraeli na Iran, huku bei zinapanda. Alimradi kukitokea chochote huko, bei zinapanda kwetu. Sasa tutajenga matangi makubwa ya uhifadhi wa mafuta angalau ya miezi 3 yawe ndani ya nchi, ili tusiathirike na upandaji wa bei ya mafuta ya petroli na diesel katika nchi yetu. Hiyo itasaidia kupunguza mfumuko wa bei wa bidhaa mbalimbali. Maana leo unaweza ukakuta bidhaa imepanda bei, muhogo, mchele, hiki na kile, ukiuliza nini, unaambiwa gharama za usafiri zimepanda. Tutapunguza hali hiyo kwa kuweka hifadhi ya mafuta ndani ya nchi. Eneo la 10, michezo. Natambua mpo vijana mnataka kucheza. Kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeweka mpango wa kujenga viwanja 17 pamoja na vitatu vikuu. Viwanja 11 kila wilaya, viwanja 5 kila mkoa, lakini na kiwanja cha Mau, kiwanja cha Amani na kiwanja cha Gombani. Mikoa yote itakuwa na viwanja vya kisasa, wilaya zetu zote zitakuwa na viwanja vya kisasa, na Gombani ni kama mnavyoiona wenyewe, sina haja ya kusema mbele. Gombani inaonekana, sio Gombani ile, Gombani ya kimataifa. Gombani iliyochezwa mashindano ya Muungano, na huko tunapokwenda tutaleta mashindano ya kimataifa hapa Gombani. Ndugu zangu, wale vijana wadogo wale mnawaita juvenile, junior, central, ligi hizo zote sasa watacheza katika viwanja vya kisasa. Vinataa, wanacheza mpaka usiku, wanapeana zamu, wengine asubuhi, wengine mchana, wengine usiku watacheza. Hiyo ndio CCM. Hawa wengine maneno tu, hakuna chochote wanachoweza kufanya. Ndugu zangu, msidanganywe, kwanza sera hawana. Mmewahi kusikia nyewe wanazungumza kuhusu michezo? Mmewahi kuwasikia wanazungumza kuhusu elimu? Watafanya lipi? CCM ishafanya na itaendelea kufanya hayo. Ndugu zangu, eneo la mwisho ninataka kulisema leo ni tutaimarisha maslahi ya makundi mbalimbali katika jamii. Wazee, walemavu na watu wengine wote. Ndugu zangu, nilisema, wazee wangu nilisema, tumewafikisha kwenye 50,000. Tunakuza uchumi ili tuongeze zaidi, kwa sababu 50,000 bado ni kidogo, tunatambua hilo. Lakini mishahara tutapandisha tukikuza uchumi, na hilo halina shaka yoyote. Ndugu zangu, hapa Pemba kuna jambo ambalo nataka nilikazie kwenye uchumi wa blue. Pemba, uchumi wa blue ni muhimu sana, kwa sababu walio wengi hapa aidha ni wavuvi au ni wakulima wa mwani. Leo nataka niwaambie wakulima wa mwani habari njema. Kiwanda chetu cha Manangwe pale kimeshakamilika, mashine zinakuja, hakutokuwa na shida ya soko. Mwani wote unaolimwa hapa Pemba tutaununua serikali. Tutaongeza thamani hapa ili tunachowapa wakulima kiwe kizuri zaidi. Ndugu zangu, tutaendelea kutoa maboti kama tulivyotoa kwa wavuvi na wakulima wa mwani.
tutatoa zana mbalimbali, tutawapa na mikopo isiyokuwa na riba, waongeze uzalishaji uwe wa samaki au wale wakulima wa mwani, tutawaongezea nguvu za kuzalisha zaidi. Lakini vile vile hapa kuna wakulima wa karafuu. Kwa sehemu kubwa zao letu la karafuu limekuwa likipata changamoto kwamba mashamba hayatunzwi vizuri, na sababu ya kutotunzwa vizuri mashamba ilikuwa ni kwamba mtu huna uhakika. Kuna watu wanaeka shamba zile za eka, lakini ikifika wakati wa msimu serikali inachukua kuwakodisha watu wengine, jambo ambalo wakulima wale wakawa hawayatunzi. Sasa tunasema tumeshaanza na tutaendelea, wale wote wenye mashamba yale tutawapa hati miliki yawe yao, wao wayatunze, wazalishe karafuu kwa wingi zaidi, na wakitangulia mbele ya haki watoto wao warithi. Hiyo ndio njia pekee ya kuwawezesha wakulima wa karafuu, lakini ndio njia pekee ya kuongeza uzalishaji wa zao la karafuu katika nchi yetu. Hayo tutayafanya, tumeshayaanza, na hakuna wasiwasi kwamba Chama cha Mapinduzi kikiendelea kushika dola, hayo yote yatatimia kwa 100%. Ndugu zangu, katika uchumi wa bluu, sekta mama kwa sasa hivi katika nchi yetu ni utalii. Tunataka sasa na Pemba wapate utalii, lakini utalii wa Pemba uwe utalii maalum, utalii wa thamani kubwa, sio utalii wa vishuka. Tunapataje hayo? Lazima tuweke sera maalum. Anayetaka kujenga huko hoteli iwe hoteli kubwa ya nyota 5 yenye kujali mazingira. Lakini tukiwa na uwanja wa ndege wa kimataifa, sina wasiwasi, itafunguka Pemba kiutalii mara moja. Ndugu zangu, leo niseme haya kwa muktasari, kwa sababu tutapata nafasi kupita katika maeneo yote ya mikoa na wilaya, tuweze kuzungumza kwa undani kila sekta na tuweze kueleza nini tutafanya. Sasa kabla sijamaliza, nataka niseme kwamba leo tunazindua kampeni yetu hapa Pemba. Napenda nitoe wito ufuatao: tufanye kampeni za kistaarabu, tuhubiri amani. Wawakilishi, wabunge na madiwani, mtakapoanza kampeni zenu, Chama cha Mapinduzi tuhubiri amani, tuhubiri umoja, tuhubiri mshikamano. Tuwaache wengine wao wahubiri ubaguzi, chuki na fitina. Sisi amani ndio msingi wa sera za Chama cha Mapinduzi. La pili, nataka niseme kwamba tukisikiliza kampeni toka tumeanza sasa hivi za ufunguzi huu, wenzetu hawana sera. Nimesikia mimi wanatunga mambo, uzushi mtupu. Lengo lao wakiusema mara nyingi uaminike. Mimi nasema uongo utaendelea kubaki kuwa uongo. Maneno yote wanaosema ya uzushi yatabaki kuwa uzushi hata wakiyasema mara 1000. Ndugu zangu, CCM ndio yenye sera makini. Tuendelee kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi. Kabla sijamaliza, nataka nikuombeeni sasa ndugu zangu kura. Unajua leo tuko hapa tunazindua, hamasa ndio kama hii, lakini tuna kazi mbele yetu tarehe 29. Kila mmoja wetu atoke akapige kura. Kila mmoja wetu ahakikishe familia yake, majirani zake wamepiga kura. Tunasema safari hii tunataka tushinde kwa kishindo kikubwa, wasiwe na sababu ya kusema lolote lile. Ndugu zangu, kura naomba kwangu mimi kwa nafasi ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mtanipa? Anachukua, anaweka. Naomba nichukue fursa hii nimwombea kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi sote ni mashahidi kazi nzuri anayoifanya. Hakuna asiyeona. Hatuna sababu kwa nini tusimpe kura.
Namwombea kura Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tutamchagua. Anachukua, anaweka. Naomba niwaombe kura wagombea wa CCM kwa nafasi za ubunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwaombee wagombea wa CCM kwa nafasi za uwakilishi wa Baraza la Wawakilishi. Niwaombee kura madiwani wote wanaogombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Naomba kura zenu kwa wote. Sina shaka kwamba tutawachagua. Sina shaka kwamba tutapata ushindi mzuri ili tuweze kuendelea kushika dola na kuyaendeleza haya yote niliyoyasema. Ndugu zangu, shukrani. Namalizia kwa shukrani kwa maandalizi mazuri sana ya mkutano huu. Na washukuru wote waliohusika kwa namna moja ama nyingine kutufanikishia mkutano wetu huu ambao umefana sana. Na washukuru wasanii wote waliotuunga mkono. Wasanii wanapenda CCM hawa, hawapendi vyama vingine. Asanteni sana. Na washukuru viongozi wetu wa dini waliotuombea dua hapa na sala. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri na iwezeshe nchi yetu kuendelea kudumu katika amani na umoja. Nikushukuruni nyinyi wananchi nyote mlioko hapa mpaka dakika hii tokea asubuhi. Huu ni upendo mkubwa. Asanteni sana. Lakini kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza ndugu zetu hawa waliokuwa mbele yangu hapa. Wametambua ukweli kwamba hakuna chama kinachofaa zaidi ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana kwa kuingia kwenye Chama cha Mapinduzi na kutoka ACT. Asanteni sana na hamjakosea, mmefanya uamuzi wa busara kabisa. Mwisho, napenda sasa nitamke kwamba kampeni zetu za Chama cha Mapinduzi kwa kisiwa hichi cha Pemba tumezizindua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu chama tawala!